Kutoka Dar es Salaam Tanzania mpaka jijini Mbeya ni safari moja tu ya kumletea gari aina ya Toyota IST mshindi wetu. Kwanza nilikuwa siamini, ila hadi chuma nimekiona najua ni 100% mali ni yangu. Nawashauri waendelee kutumia PMBet, maana ni uhakika, sio matapeli, odds kubwa, kila kitu yani. Nafasi ni nyepesi tu, huenda wewe ukawa mshindi unayefuata wa gari aina ya Toyota IST kwenye promotion ya Super Royal Sports ya PMBet. Haikuwa rahisi, na hii ni dhana ya wananchi. Unaona hawa ni mashabiki na wanachama wa klabu ya Yanga. Wako wengi zaidi ya mchanga. Ni ukubwa wa klabu hii na ukubwa wa historia ambao tumeweka. Tunatamba wananchi wameunga mkono klabu hii kwa sababu ya jambo moja kubwa tu. Jambo lenyewe ambalo tunazungumza ni Yanga kuwa mabingwa mara 4 mfululizo. Tumeweka historia, tumekuwa mabingwa mara 31. Tumeweka historia, kumekuwa ni timu ambayo tumezifunga timu zote ligi kuu Tanzania bara. Lakini tumeweka historia vile vile kuchukua ubingwa wa CRDB au ubingwa wa shirikisho mara 4 mfululizo. Tumeweka historia duniani. Ndio timu ya kwanza katika karne ya 21 kuchukua ubingwa mara kuchukua vikombe 5. Msimu huu Yanga amechukua vikombe 5. Amechukua ngao ya jamii, amechukua Toyota Cup, amechukua kombe la Muungano, amechukua CRDB, amechukua NBC. Vikombe vyote ambavyo vimefanyika katika ardhi ya Tanzania, Yanga Sports Club ilikuwa ni mali yake. Huu ndio ukubwa wa klabu ya Yanga. Na hao ni wanachama klabu ya Yanga. Lakini kwa kipekee lazima uelewe, wanachama hao wanafurahi kwa mambo 4. Jambo la kwanza, katika ndani ya msimu wa mwaka huu, wanachama wa klabu ya Yanga, kuna mwanachama alifariki tarehe 8 Machi ili Yanga kuwa bingwa. Kulingana na klabu hii, tunakumbuka kuwa kuna msemaji wetu amefungwa, alilala jela ili Yanga aweze kuwa bingwa. Lakini tunakumbuka ndani ya msimu huu klabu hii ndio klabu pekee ambayo imepigwa faini nyingi na wanachama na mashabiki wa klabu ya Yanga wameweza kwenda kulipa. Kwa tunasema kwa kiujumla, tunafurahi kama Watanzania, tunafurahi kama nchi, tunakuwa tuna amani, tunafurahi kama wananchi kwa sababu jambo la kipekee na jambo kubwa, azma na tathmini ya wananchi wameenda kuwa mabingwa. Tuambie dunia, hii ndio parade kubwa kuliko parade yote. Tunaambia dunia, hii ndio parade yenye heshima kuliko parade yote. Hawa ni wananchi. Hii ndio parade kubwa kuliko parade yote ambayo imefanyika. Imekusanya wanachama wengi, imekusanya mashabiki wengi. Lakini kwa kipekee tumeleta gari jipya ambao wenzetu walikuwa wanataka kuweka kulikodi. Sisi tumelichukua kwa heshima kubwa. Wenzetu wajifunze kupitia sisi, wawekeze kupitia sisi. Wasipige porojo na maneno tu. Hii ndio sifa ya uwekezaji. Hii ndio sifa ya kuwa timu kubwa. Timu kubwa inapimwa kwa makombe. Waliulizia waweka booking. Baadaye akaambia mbona mmekasa booking? Akaambia bingwa ni Yanga. Chama ameweka historia. Israel Mwenda, Chama ameweka historia. Ndio timu pekee ambayo amemfanya amechukua vikombe 5. Alipokuwa huko Chama alikuwa anaishia robo finali, alikuwa anaishia na ngao ya jamii. Lakini msimu huu Chama amechukua vikombe 5. Lakini vile vile Israel Mwenda, beki kitasa, shavu la kulia, amefly katika maisha yake. Alikuwa upande wa pili, hakuwahi kubeba ubingwa wa NBC, hakuwahi kubeba ubingwa wa CRDB wala Toyota Cup. Lakini akiwa kwenye klabu ya Yanga amechukua Muungano, amechukua NBC, CRDB, ameweka historia ndani ya maisha yake. Lakini historia hii itamwandika kwa sababu ndio mchezaji pekee aliyemfanya Mpanzu akae kwenye mabango. Mpanzu aliweka mfukoni, ameweka kwa mabango kwa sababu ya Israel Mwenda. Kwa Israel Mwenda ameweka kuna historia, amejiandikia historia yake binafsi, amejiandikia na historia ndani ya maisha yake, kuchukua vikombe ambavyo hajawahi kuchukua ndani ya maisha yake.